Naomba tufungue kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Amen. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na nini? Naye neno alikuwa kwa nani? Naye neno alikuwa nani? Endelea mstari wa 2. Anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwenye kila mwanzo kuna neno. Kwenye kila mwanzo kuna neno. Unapoona vitu vinafanyika vilianza na neno. Aidha neno lilikuwa liko kwenye mfumo wa mawazo, ama lilitamkika watu wakasikia. Kwenye kila mwanzo kuna neno. Hivyo leo hii kwenye kila maneno unayoyaongea, jua huo ni mwanzo tu. Kila neno unalolitamka, huo ni mwanzo tu. Matokeo yanafuatia. Biblia inasema hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Mungu. Maana yake hili neno linapotamkwa, atakayelifanya litimie ni Mungu. Aidha ni zuri ama ni baya. Ukitamka neno baya yatakuja mabaya. Ukitamka neno zuri yatakuja mazuri. Ukitamka wokovu uwe, itakuwa. Ukitamka pawe na uangamivu, patakuwa na uangamivu. Jihadhari sana na kila maneno unayoyatamka, hata kama ni kwa utani. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna utani. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna masiara, kwamba nilitamka tu, nilikuwa niko kwenye maigizo. Siku moja pale Kilimanjaro kulikuwa na sikukuu ya vijana, na wale vijana mmoja akaigiza kwamba yeye ni binti ambaye ni mlevi, alafu anawapanga wanaume namna hii. Kwenye kuigiza kaigiza, igizo limeisha, zile tabia zote alizoziigiza zikaanza kuwa uhalisia. Hakuwahi kuionja pombe, baada ya igizo akawa mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mchungaji akasema kila igizo linalofanyika kanisani, mkimaliza igizo tunaingia kwenye maombi ya kufuta vile mlivyovitamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho una masikio. Ulimwengu wa roho unasikia. Ulimwengu wa roho unaelewa. Ulimwengu wa roho unazaa. Kuomba ni maneno. Baba, katika jina la Yesu naomba hichi. Hayo ni maneno, lakini yanatimia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapologa anasema huyu hatosoma, ni maneno. Lakini maneno hayo pia yanafanya litoto lililologwa likatai shule. Wazazi watapiga fimbo, watapeleka polisi waadabishe, watandike na pingu, lakini bado litoto litakata kwa maneno tu. Maneno tu. Leo hii kuna watu wanakaa kwenye ndoa kwa miaka 60 kwa sababu ya maneno. Nimekubali kuoa, nimekubali kuolewa, mbele ya madhabahu. Jihadhari sana na kila maneno. Na wakati wote ambapo unakuta watu wanateta, wakati wote ambao unakuta watu wanazungumza, kuliko masikio yako yasikie, ni bora uonekane mbinafsi, ujitenge nao, kwa sababu kila wanapotamka na wewe unafanyika sehemu ya kuumba vile ulivyovisikia. Kila unapotamka na wewe unafanyika sehemu ya kuumba. Panapotokea kitu unasema shahidi alikuwa nani? Alafu unasimamisha unasema nilikuwepo. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Kama unavyotestify, kama unavyotoa ushahidi kwenye mambo ya kidunia, vile vile katika ulimwengu wa roho unawajibika na kila maneno unayoyasikia usiyoyashughulikia. Ukisikia maneno mabaya, simama kuyashughulikia. Ukisikia maneno mazuri, simama kuyapalilia. Kuliko mtamkie mtu maneno mabaya, ni bora unyamaze kimya, kwa sababu kwenye kila kutamka, huo ni mwanzo tu. Labda ngoja nikupe mfano dhaifu. Watu wanavyopigana wanarushiana ngumi. Zile ngumi maumivu yake hayakai wiki, lakini yale maneno wanaotamkiana wakati wanapigana, yale maneno yanadumu. Unashangaa mke na mume wanapigana, alafu mwanamke anamwambia na ndio maana sikutaka kuolewa na wewe, na ndio maana nililazimishwa. Kofi. Wanasuluhishwa, lakini yule mwanaume akikaa anakumbuka lile neno, kumbe hakutakaga kuolewa. Kumbe ilikuwaga hivi. Yale maneno yanaendelea kumpiga ngumi kuliko ile ngumi aliyopigwa usoni. Jihadhari sana na kila maneno. Unaposikia injili inahubiriwa, ni maneno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio maneno ya kawaida, ni maneno yenye uwezo wa Mungu uletao wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Jihadhari sana. Anasema huyo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Vyote unavyoviona, ng'ombe, unaona punda, unaona farasi, unaona majengo, unaona bichi nzuri, unaona bustani nzuri, matunda ya kila aina, wanadamu bilioni 8, wote walifanyika kutokana kwa neno hili moja.
Kama dunia hii ni kubwa, ni nzuri na inapendeza, ilifanyika kwa neno, ni mambo mangapi makubwa mabaya na yasiyopendeza uliyoyaumba kwa maneno yako? Ni mambo gani ambayo uliyaumba? Hebu imagine, anasema tu pawe na samaki, yanaibuka manyangumi makubwa. Unaona jinsi neno lilivyo na nguvu. Neno sio kitu cha kawaida. Sasa leo hii unapomtamkia mtu neno afu unasema si dogo tu, na yeye ananuna, na yeye hivi, wana amani tele waipendao sheria ya Bwana, ole wake akwazikae. Hujui lile neno liligeuka kuwa upanga kwenye moyo wa mtu kwa kiasi gani. Unaweza ukatamka simple tu, ama ukapata nafasi ya kusimama madhabahuni kuhubiri, ukasimama ukasema tu kanisani labda pawe hivi na hivi na hivi. Lile neno moja unaloliongea linageuka kuwa upanga. Ngoja nikupe ushuhuda mwingine. Siku moja tumeenda Kilimanjaro, wakati tunafanya mahubiri, watu wameitwa mbele, anakuja mwanamke mmoja analia. Wakati analia, mhubiri anamuuliza, wewe mbona unalia? Yule mama anasema hivi, mhubiri, naomba nisijieleze, naomba niende nyumbani. Akatoka akakimbia nyumbani, kaja na kikombe kina kimiminika cheusi, akasema hii ni sumu. Nilisema naenda kanisani, Mungu asiposema na mimi nikirudi naenda kujimaliza uhai. Kwa hiyo alivyofika kwenye ule mkutano, Mungu akasema naye, na ndio maana analia machozi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wangapi ambao yumkini wanataka kunywa sumu za kiroho, yumkini wanataka kukata tamaa, wanapokuja mbele za Mungu wanasema, Mungu leo usiposema na mimi ninaenda bar, leo usiposema na mimi ninaenda semfani. Usiseme ni moyo la mtu tu. Hapana, kanisa limewekwa ili litoe neno la Kristo. Sisi ni vinywa vya Mungu hapa duniani. Na sio kanisani tu, hata kwenye familia yako, hata kwenye maisha yako, jifunze kutamka, kwa sababu vyote unavyoviona vinafanyika kwa nini? Kwa neno. Anasema ndani yake hilo neno palikuwa na uzima, na ule uzima ukageuka kuwa nuru ya watu. Kama neno zuri linageuka kuwa uzima, neno baya linageuka kuwa mauti. Kama neno zuri linafanyika nuru inayong'aa gizani, wala giza liwezi, neno baya litafanyika giza linalopambana na nuru. Utajitahidi kwa nguvu nyingi, lakini kumbuka ni maneno ya aina gani. Unaweza ukasema uko mbele za Mungu, Baba katika jina la Yesu, Mungu ninaomba hichi, lakini ukitoka kanisani maneno ambayo unajitamkia na unaotamkia wengine yanasimama kupangua na kufuta kila ulichokitamka mbele za Mungu. Na unasema sikuwa na maanisha. Kwa nini nilisema mbele za Mungu? Mungu yuko kila mahali. Mungu yuko kila mahali. Unapoingia bafuni yupo, unapopika yupo, unapoenda popote, hata baa unayoingia Mungu yupo hapo, kwa sababu Mungu hafungiwi nje ya malango ya kibinadamu. Yupo kila mahali. Kwa hiyo kila neno nalo litamka unawajibika nalo. Bwana Yesu asifiwe. Na labda nijaribu kumalizia kwa kusema hivi. Watu wengi wanafikiri neno linalotamkwa ni hili linalotoka kwenye kinywa. Kumbe hata lile neno linalozunguka kwenye kichwa chako nalo ni neno halisi. Ukitumiwa meseji sasa hivi, ukiwa unaisoma, kama huyo mtu unamjua vizuri, unaweza ukaisikia sauti yake kwenye yale maandishi unayoyasoma. Unaweza ukaangalia ile message ukaona anasema hapa anasema. Na ndio maana kuna muda tunatumiana ha kucheka. Mtu anaangalia tu zile ha anajua yeye ukacheka, na kicheko chake kinakuwa hivi. Ana uwezo wa kutafsiri maandishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale maandishi yalitokana na neno liloko ndani ya mtu. Iwe kwenye message, iwe kwenye mawazo yako, kila neno unawajibika nalo. Kila Biblia inasema utashibishwa matunda ya kinywa chako. Kumbe kwenye kila kushiba, hicho ulichoshiba, kama umeshiba tabu, kama umeshiba magonjwa, ilitokana na matunda ya kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa jina la Yesu, na inakataa kushiba mabaya, na inakataa kushiba laana, na inakataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kila maneno niliyowahi kutamka, iwe kwa mizaa, iwe kwa maandishi, leo hii kwa damu ya Yesu ninayafuta. Kila maneno mabaya yaliyoumba ubaya kwenye ndoa yangu, kwenye mahusiano yangu, kwenye huduma yangu, kwenye karama yangu, ninafuta leo kwa damu ya Yesu. Ninafuta leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe uzao wangu, ninakutakasa, hautalaanika kwa sababu ya maneno yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila milango niliyojifungia kwa sababu ya maneno, leo ninaifungua kwa maneno yangu pia. Leo ninabariki kwa maneno yangu pia. Leo ninafufua kwa maneno yangu pia. Leo ninaponya kwa maneno yangu pia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila maneno yaliyokuwa upanga uliozaa uchungu, leo hii ninayafuta, ninayakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
Tumia mkono wako wa kulia, weka moyoni mwako, mkono wako wa kulia weka moyoni mwako, sema kwa damu ya Yesu, ewe moyo nisikilize, ewe moyo nisikilize. Maneno yoyote uliowahi kutamkiwa yakafanyika kifungo, leo hii ewe moyo uyatapike, uyakatae kwa damu ya Yesu, uyakatae kwa damu ya Yesu. Maneno yoyote uliowahi kuyasikia aidha kwa mawazo au kwa maneno, leo hii kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Matusi yote, laana zote ulizowahi kusikia, maneno ya dharau, maneno ya kejeli uliyowahi kusikia, ewe moyo, leo kataa, leo kataa, leo kataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ule wakati nilipokuwa na uchungu, nikatamka, ile wingu alitakiwa kuondoka hapa. Sema ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Yakiwepo magonjwa yaliyosababishwa na maneno yangu tu, leo ninafuta kwa damu ya Yesu, leo ninafuta kwa damu ya Yesu, leo ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jina langu lilitokana na maneno, lilitokana na kinywa. Leo hii ninalibariki, ninalikomoa, ninalitakasa kwa damu ya Yesu. Uchumi wangu ulitokana na maneno, leo hii ninaupandisha kwa damu ya Yesu, ninaupandisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inua mkono wako wa kulia juu, inua mkono juu, sema kwa jina la Yesu. Wapo wengi wenye jina kama langu, lakini mimi ni mmoja. Ninakataa roho ya kujifananisha, ninakataa roho ya kujishusha, ninakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, leo hii najitofautisha kwa maneno yangu, najitofautisha kwa maombi yangu, najitofautisha kwa neno la Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako sasa. Simama tu. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe kama sehemu yoyote niliwahi kutamka maneno yakafanyika uchungu kwenye moyo wa mtu, hata kama nimesahau. Yesu, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Sitamani kuwa sababu ya mtu kuanguka, ya mtu kurudi nyuma. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Kinywa changu ukikubali leo kama neno lako linavyosema, mawazo ya moyo na maneno ya kinywa yakubalike mbele zako. Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba unisaidie, naomba unisaidie, naomba unisaidie. Ina mikono yako alafu tulia. Tulia tu. Biblia inasema alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi mahali pa juu. Ghafla nikasema, ole wangu mimi, kwa maana nimeketi kati ya watu wenye midomo michafu, lakini macho yangu yamemuona Bwana. Biblia inasema akashuka malaika kutoka juu mbinguni, akagusa kinywa cha Isaya nabii, akamwambia, dhambi ya kinywa chako imeondolewa kuanzia leo. Kuna watu wana huduma kubwa, wana karama kubwa, wana ndoto kubwa, mpo hapa. Kuna watu wana karama za unabii, karama za utume, lakini vinywa vyao vimewazalia matunda yasiyofaa, lakini midomo yao imewapa matokeo yasiyofaa. Tamani Yesu akusaidie. Tamani Yesu akusaidie. Tamani Yesu akusaidie. Kuna wengine hata mkitamka maneno mazuri yanasikika mabaya kwenye masikio ya watu. Unaweza ukamwambia mtu neno zuri tu kwa nia nzuri, lakini anasikia kama umemtukana. Tamani Yesu akusaidie. Tamani Yesu akusaidie. Sema, Yesu nioshe. Sema tu, Yesu nioshe. Osha kinywa changu, osha kinywa changu, osha kinywa changu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu yoyote katikati yetu ambaye
kuna ugonjwa unakusumbua ama una mtu ambaye ni mgonjwa, njoo hapa mbele. Kama kuna mtu, kuna ugonjwa unakusumbua, kuna tatizo lolote la kiafya linakusumbua, ama una mtu ambaye anasumbuliwa na tatizo hilo, njoo hapa mbele. Njoo tu kwa imani. Njoo tu kwa imani. Maneno yanao uwezo wa kufisha viungo, maneno yanao uwezo wa kuzaa magonjwa, maneno yanao uwezo wa kuzaa vifungo. Njoo kwa imani. Njoo kwa imani. Njoo kwa imani. Roho Mtakatifu anaachilia kitu ambacho kinakwenda kubadilisha maisha yako jumla. Roho Mtakatifu anaachilia nguvu inayokwenda kubadilisha asili yako jumla. Ina mikono juu. Tengeneza nafasi. Usibanane na mwenzako. Tengeneza tu nafasi. Hayo magonjwa yanapotoka kwenye hiyo miili hayatakiwi kumpata jirani yako. Tengeneza nafasi. Usikaribiane na mtu. Usikaribiane na mtu. Katika jina la Yesu. Haijalishi magonjwa hayo yalitamkwa na nani. Haijalishi daktari alithibitisha akatoa neno kwamba hali yako imeshindikana. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo yupo daktari wa madaktari. Leo yupo tabibu hapa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamrisha kila magonjwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu yanze kuhama. Yanze kuhama. Yanze kuhama. Yanze kuhama kwa jina la Yesu Kristo. Haya, nenda Simon. Nenda Simon. Nenda Simon. Achia huo mwili. Achia huo mwili. Achia huo mwili. Achia hiyo mifupa. Achia hicho kifua. Achia hilo tumbo. Achia hicho kiuno. Achia huo uzao. Achia mara moja. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila vimelea vya mapoza, kila vimelea vya magonjwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aya, hama. 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 Dakika za kuhesabu ondoka. Achia huo mwili. Dakika za kuhesabu ondoka. Dakika za kuhesabu ondoka kwa jina la Yesu Kristo. Ondoka, achia mwili kwa jina la Yesu. Ondoka. 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 Achia hivyo viungo kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninalituma neno kama ilivyoandikwa, ulituma neno nalo huenda kuponya roho wote. Ninaliachilia neno. Ninaliachilia neno. Ninaliachilia neno katika jina la Yesu ali hai. Likavunja hizo laana. Laana za uvimbe, laana za kansa kwa mamlaka ya jina la Yesu ali hai. Kwa jina la Yesu zikavunjike sasa. Zikavunjike sasa. Zivunjike sasa. Zivunjike sasa kwa damu ya Yesu. Achia. Achia. Achia kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono juu. Inua juu zaidi. Inua juu zaidi. Inua juu zaidi. Ninaamrisha kila mapoza, kila mapoza, shika moto. Kila mapoza, shika moto. Achia hiyo miili. 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 Shika moto. Kila ugonjwa, shika moto. Ugonjwa wenye jina, usio na jina, shika moto. Kwa jina la Yesu. Shika moto. Asma, shika moto. Shika moto. Pumu, shika moto. Kwa jina la Yesu. Shika moto. Achia hiyo miili. 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 Shika moto. Kwa damu ya Yesu. Shika moto. Achia hiyo miili. Shika moto. Achia hiyo miili. Kwa damu ya Yesu. Kila magonjwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, moto ulao, jina la Yesu. Shika moto. Jina la Yesu. Haya, chemka. 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 Achia. Jina la Yesu. Moto. Haya. 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 Achia udada. Achia huyo dada, utakaa hapo. Achia huyo dada nakujia kwa jina la Yesu. Achia mwili wake. Achia mwili wake. Achia mwili wake. Achia mwili wake kwa jina la Yesu. Ondoka. 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 Hautakaa hapo. Hautakaa hapo. Dakika za kuhesabu. Dakika za kuhesabu. Dakika za kuhesabu. Hautacheza naye. Hautacheza naye. Hautacheza naye. Hautacheza naye. Moto ulao. Shika moto. Binti, leo unapokea uponyaji. Jumla. Uponyaji unaachiliwa. Jumla. 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 Inua tu hiyo mikono juu. Tulia. Uo moto. Uo moto. Ukapite. Uo moto. Ukapite.
Huo moto ukapite, unaunguza kuanzia sasa, unaunguza kuanzia sasa, yaliyoshindikana kuanzia sasa, yaliyoshindikana kuanzia sasa, leo mwisho, kuanzia sasa, leo mwisho, kuanzia sasa, yaliyoshindikana, 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 kuanzia sasa, moto unao, jina la Yesu Kristo. Ayaachia, 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 ayaachia. Omba kwa ajili yake, achia kwa jina la Yesu Kristo. Ninakausha kila maradhi sugu, ninakausha yasio na dawa. Leo amepata dawa ya damu ya Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwenye kile kifua, kwenye yale mapafu. Uponyaji unaingia. Hakuna asma, hakuna asma. Ili ni neno, hakuna asma, hakuna asma, hakuna asma, hakuna asma. Mapafu yanafunguka, mapafu yanafunguka, mapafu yanafunguka. Jina la Yesu. Binti, kamata kifua chako, shika kifua chako vizuri, tumia mikono miwili. Uponyaji unaingia sasa hivi, sasa hivi. Ukitoka hapa piga simu sasa hivi, uponyaji unaingia. Huo 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 huo. Mapafu yanaumbika upya, mapafu yanaumbika upya kwa neno moja tu, neno moja tu, neno moja tu, neno moja tu, neno moja tu. Pona kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Ninaondosha kila maradhi, kila magonjwa. Yesu Kristo umenituma mchana wa leo kuondosha kila maradhi kwenye miili ya watu. Sasa ninaamrisha, ninaamrisha, ninaamrisha kwa moto kwa jina la Yesu Kristo. Kila maradhi, kila maradhi, kila maradhi, kila maradhi, shika moto. Jina la Yesu Kristo, ondoka, 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 ondoka mara moja kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa, binti, umepona, 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 umepona. Pona kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja inua mikono yako juu, sema asante Yesu, sema asante Yesu kwa kuniponya, sema asante Yesu kwa kunifungua, sema asante Yesu kwa kunikomboa, sema asante Yesu kwa kunikumbuka, kwa kunikumbuka kwa jina la Yesu. Thank you.